umetuambia kwamba msalabani pako Mwokozi kuna mambo mazuri. Msalabani pako Mungu kuna tumaini. Msalabani pako Mungu Baba kuna imani. Tuomba kwamba Mungu, tunapoketi na kusikia kutoka kwako, zungumza nasi Bwana. Zungumza na mioyo yetu Bwana. Tuelekeze msalabani pako Mungu asubuhi ya leo. Pepo zote zilizoinuka juu ya ibada hii, pepo za kuwatoa watu mawazo ya neno la Mungu, pepo ya kuleta uzingizi wakati neno lako linaposemwa, Baba, tunataka kuichucha katika jina la Yesu. Tunaitaka kukosesha nguvu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Roho wa Mungu atawale neno hili. Mimi ni chombo Bwana, nitumbie jinsi utakavyo. Kalimani wangu pia na mkabidhi mkononi mwako. Mtumia kwa njia ya ajabu. Sisi wote tunapoketi kusikia kutoka kwako, neno hili liwe ni neno la mabadiliko katika maisha yetu. Neno hili liwe ni neno la kutujenga tena, ili tutakapoondoka katika nyumba yako tusiondoke tu jinsi tulivyoingia, lakini tuondoke kwamba wewe mwenyewe umezungumza nasi. Mwani katika jina la Yesu Kristo Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Basi naomba tuketi. Amon mateweni. Bwana Yesu asifiwe. Mesi singai. Atusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Mairo mesi singai. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametupa tena. Serani supat na shoyonga ya itoki. Na tunataka kumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kusimama tena katika madhabahu haya kuleta neno la Mungu. Nikishiko kuninya na sheta ngala kine shoyompash mauto atokole perera ishoyere ilankai. Nataka pia kutoa shukrani zangu kwa provost. Ayo tokuna naita ina shaito provost na viongozi wote wa kanisa. Ola aliko kupoglia kanisa. Kuona kwamba ni vyema siku ya leo niweze kusema neno la Mungu. Yotodwa na para jeke sipata na likorere ilankai. Nataka pia kutoa shukrani zangu kwenu wa Kristo wote. Iyo tokune shiko kuntai le Kristo na she. Kwa kunikubali kuwa mmoja wenu siku ya leo. Tangara kinita shamaite matalo boli nchita na pari. Na kukubali pia kunipa nafasi ya kusema neno la Mungu. Nita shamaite tokundi kincha shompash matilimu rere ilankai. Mungu ni mwema kwetu. Kesipata ngaite iyo. Na amezidi kuwa mwema kila wakati. Nesho moya akusupata kila ngata. Mwezi huu wote kole lapa poke tutakuwa tunazungumzia kuhusu kumwamini Mungu wakati wa mashaka. Kipo airo tekeper pa yokurugu nkai tekeper nyamalitin. Na jinsi mwaka huu ulipoanza, kora na natangaswa lari, tulianza na kujiuliza maswali makubwa. Ikitangasutwa nikimparate mba kumbu. Tukajiuliza kutembea kwa imani ni nini? Nikijua ama tunukupotongrukoto nanyo. Na tukaenda nukajiuliza kwamba tena ni vyema tutembee kwa imani tukiwa na ujasiri. Nikijua tukikesipa tunupotongrukoto kiatampijan. Lakini leo Mungu anataka kutukumbusha jambo la ajabu sana. Na yu wanapar ngaini tapar yoro mon lenki ngasi. Anataka kutukumbusha kuhusu mashaka ambayo tunapitia. Ke yu unaitapar yo nyamali nikimita. Wakati tunapojaribu kutembea katika imani, ama kupoito tengrukoto, ama wakati tunapoulizwa tutembea na ujasiri katika imani, tana tenejo kuni yo encho muto tempijan. Kuna mashaka mengi kama Wakristo ambaye yanatupata. Hata nyamali kitoko kirale Kristo na tumiyo. Kuna mambo mengi ya kutusimamisha kutembea katika imani. Hata imba kuma naita sheye yo bimikupoto ngirikoto. Kuna hata mambo ambayo yanatunyang'anya ujasiri huo. Hata bakulo ntokuti na mitiki yo nyapejan. Na ndiposa leo Mungu anatuuliza ne para na par yo ngai tutembee kwa imani. Paye kipo tengirikoto. Na tumwamini Mungu nikiruku ngai wakati wa mashaka. Tangata nyamali. Ama wakati hatuna hakika. Tana tangata nimiki hata sipata. Ningependa kuwaletea hadithi. Ayo unayekenda inkatini. Juzi wakati kabla mvua inyeshe, kore kunda perota itangasunjan. Ilikuwa ni siku ya mahangaiko sana. Na ngata nikirana oleng. Wale ambao tunaishi pale Losuku na hizo area. Yona ala manyeja bato Losuku na. Ng'ombe wengi walikuja sana. Ko tuangishuku mo oleng. Watu wakatengeneza mahali pakubwa pa kuweka ng'ombe. Kupata maji ilikuwa shida. Yaani kulikuwa na mashaka mengi sana. Wale ambao wako na shida ya macho, ama tu wale ambao wanasumbuliwa na vumbi kwa macho, ilikuwa ni wakati mgumu sana kwao. Kwa sababu walikuwa wanajikuna macho kila siku. Kwa sababu kulikuwa na vumbi mingi. Kulikuwa na mambo mengi ya kututisha. Vivyo hivyo, kulikuwa na
wakati mmoja, inchi moja ama dunia moja ama tuseme tu mahali moja hapa Samburu, kore pa matejo ngoji nobo duake teneta Samburu kulikuwa na wakati kama huo. keetai ng'amata natuuneja Ng'ombe walianza kukosa chakula, neng'asu nkishu alau nkujit nyasi yakaanza kukauka, netoi nkujit maji ikakosekana, nelauni nkare na kulikuwa na wakati mgumu sana. netumi nkata nagol oleng. Siku moja mchungaji katika kanisa kore pa nejo lertan tenkanisa akasema kwamba tunataka kumwomba Mungu kwa sababu ya shida hii. nejo naikiyeu nukomonu nkai tankaraki ena nyamali. Na kanisa hili ilikuwa na wanakwaya ambao walikuwa chupafu sana. netii ana anisa kwaya napi oleng. Ilikuwa na waombezi ambao walikuwa chupafu sana katika imani. netii amonok lopi oleng tenkirikoto. Kulikuwa na watu ambao walikuwa watu wa imani. neetai iltung'anak laata nkirikoto tana anisa. Basi wakakubali kwamba tutafanya hivyo Jumapili ijayo. nejo ninche naikias taata nda Jumapili nalotu neja. Basi wakapeana ujumbe kila mahali kwamba kutakuwa na maombi siku ya Jumapili. neishoyo ninche lomon ajo kore nda Jumapili kiata Na Jumapili ilipofika, kore peebau ina Jumapili wakakuja wakiwa wamejipanga. noponu ninche eteretenete. Wengine wamebeba Biblia zao. etanaputa bibiliani. Wengine hawakuwa wamekula siku hiyo. meitoki abaki atama nkule ina pari. Wengine walikuwa wamefunga kwa sababu ya kuleta mvua. eteena abaki nkule pootumi ayau nchan. Na wakafika Jumapili nebau naa Jumapili na wakaanza kuongea kwa ndimi. neng'asu naa airotoki tolnyajapa. Na wakaanza hata kuzungumza kwa ndimi pale walipokuwa wakiingia neng'asoka kanisani. ninche airo tolnyajapa eponta nkanisa. Lakini la ajabu, kulikuwa na mvulana mmoja. naa kore nenking'ase keetai layieni nebo. Huyu naye hakukuja na Biblia. etolotu ninye ata Biblia. Hakuwa amekuja akianza kuongea na ndimi. eteiro ninye tolnyajapa elotuta. Yeye alibeba mwavuli. etanapua ninye almampuli. Bwana Yesu asifiwe. meisisinkai. Yeye alikuja akiwa anatembea na mwavuli wake mkononi. eewuo ninye anaputa almampuli lenye. Na hawa wanakwaya wakaanza kumuuliza. neng'asu kuna lekwaya neiparajo. Hawa waombezi wakaanza kumuuliza, neng'asu kulo loomonok wewe nejoki, unaenda kufanya nini Jumapili mwavuli kwa kanisa wakati kuna jua hivi? nyoo yaas tankanisa Jumapili wolmampuli etii ildama. Aliwashangaza watu. neng'asia iltung'ana. Lakini yeye alisema, nejo ninye kwani leo si ni siku ya maombi ya kuomba kwa sababu ya mvua? amarana parri nikoomonu Si nchan. tulisema tunakuja kuomba kwa sababu ya mvua? amaraki tejo kuponu amonu Ndio nchan. maana nimebeba mwavuli wangu. niatoki paatanapa olmampuli. Na wakati ibada ilipoendelea wakiomba, kore ake poolo ibada kwe eomonitoi. kwanza kabla ibada ifanyike, kore abaki etang'asu ibada. ukiangalia sky siku hiyo, kore tunung'or naado nkidisin. hakuna hata tone, hakuna cloud, hakuna kitu ambacho meetai abaki kinaonekana. nkini kidis abaki. Kwa hivyo watu walishangaa, huyu kijana kwani amepagawa? nejo amala yeni keshomo nkwe royo. Lakini maombi ilipoanza, kore peeng'asu nkomono mbingu ikaanza kutii, neng'asu shumata airuk. clouds ikaanza kushikana, neng'asu nkidisi naibung'a. jua ikaanza kupotea, neng'asu ildama imin. inji ikaanza kuwa dark. neng'asu nkop amisumisu. Bwana Yesu asifiwe. meisisinkai. Hata kabla ibada iishe, kore abaki iteishunye ina ibada. matone yakaanza kuanguka, neng'asu aitepitepi. mvua ikaanza kuongezeka, neng'asu nchan mabati ikaanza kupiga kelele, neng'asu mabati airu. kila mahali ikawa ni mvua. naaku etii nchan ng'oji pooki. Watu nje wakaanza kupiga mayoye ya kushukuru. neng'asu iltung'ana aishukoki nkai nasha ebuakita. Lakini mchungaji alijua tu ni mtu mmoja ambaye alikuwa amejitayarisha kwa sababu ya siku hii. neyiolou ake ertane ajo iltung'ana obo duake lotereteneta ina pari. Ni yule mfalana mdogo. nilokini ayieni. Kila mtu aliomba akiwa na hope ama tumaini. etoomono iltung'ani pooki eata nkirikoto. Lakini the boy prayed with expectation. noomonu ninye eata nayieuta. Bwana Yesu asifiwe. amen. Vivyo hivyo katika wakati mwingi kama Wakristo, nejo tuwana iltung'ana le Kristo. mara mingi tunasema tunamwamini Mungu. kore nkatai pooki kijo kuruku nkai. Mara mingi tunatoa ushuhuda jinsi Mungu anatufanyia mambo. ikintaishakeni ana nekong iyo nkai tanaasiri Lakini mambo yanapokuwa ya mashaka, naa kore poogolu mbaa tunaanza kumsahau Mungu huyu. niking'asa arikino nyai. Tunaanza hata kuwa hatuna expectation kutoka kwa Mungu. nikiata abaki ntoki nikianyita tankai. Tunaanza kuangalia vile tunaweza saidika na watu wengine. ikupuo abaki aing'or iltung'ana nikungote Tumaini letu tunatoa kwa Mungu wetu. nikintai yoo siligilang tankai. Kanisa siku hiyo hawakuwa na expectation kwamba itanyesha. meata ninche ntoki naanyita ina pari ajo Walikuwa tu wanakuja kwa sababu mchungaji amesema tunaomba. kootejaka ninche maotu amu ketejo lairtani Hawakukuja wakiwa wamejitayarisha kwa sababu ya mvua. etoponu ninche eteretenete Kwa tankaraki nchan. sababu they were not trusting God in times of amu uncertainties. kore ninche naa etopuo aisiligi nkai tankata nyamali. Wakati tunapitia ama wakati tunavyotingizwa, kore ekirikireki yoo. wakati finances inakuwa ngumu, kore poogolu aku mikiata ropiyiani. wakati kazi inakuwa ni shida, kore peaku siai nyamali.
we forget to trust God. nikirikino aisiliga Ngai. Mara mingi wakati tu tunaendelea vizuri, Kore ake kupoito aitibiraki. sisi ni wenye ushuhuda mwingi sana. Iki atashakeni sapuk. Tunatoa ushuhuda hata mrefu sana Iki atashakeni nado. ya jinsi Mungu amekuwa mwema kwetu. Etaasa Ngai supati te iyo. Lakini napofika wakati tunatingizwa, Kore poro tungata inaiseyeki yo. we no longer trust God. Naaku mukupa aisiliga Ngai. Na ndio maana neno la Mungu linakuja siku Na ya leo. inatoki pe were ile Ngai anapa. Wakati wa kumwamini Mungu, wakati wa mashaka. Yolo ngata inayer nukuruku Ngai na atangata iniki Biblia haijanyamasia jambo hili. Etegera Biblia tokolo. Inazungumzia kuhusu jambo hili kwa undani. Nero ero tonguto nukolo. Katika kitabu cha Mwanzo 12, Kore kitabu engiterinoto. Abrahamu akaambiwa, enenda uache haya yote ambayo ulikuwa unajua. Nejo kuni Abrahamu shamo tonga ipoki ne ata. He was told to leave everything that was familiar to him. Nejo kuni tonga indogo poki na ata baki nijo. Katika kitabu cha neno ambalo tumesomewa katika Injili, Kora baki Injili dona isomaka kiyo. Nicodemus akamwendea Mungu wakati kulikuwa na a lot of darkness and confusion. Nalo Nikodemu ya ata iran onto kune That was a time of uncertainty to him. Na ngata yenya malenye inya. Kama tungepata nafasi ya kusoma kitabu cha Warumi 4, Tata na dagutu mpashi nikusome Romo no. tunaona pia Abrahamu akiongelelewa kuhusu vile alivyomtumainia Mungu. Nikutuma bakero litege peri Abrahamu ana nekonya peru konkai. Masomo haya yote Kuna kusoma ni poki. inatuonyesha ukweli moja Ne liki yonde de nabo. ya kwamba faith is not the absence of uncertainty. Kore de ingiru koto na marameti nyamali. Si ati kutakosekana na mashaka wakati wa imani, Na marameti nyamali tanaki atanguru lakini koto. it means trusting God in the middle of uncertainty. Na keja pikiru kunkai takate kati ina nyamali. Bwana Yesu asifiwe. Mesi singai. Faith is not the absence of uncertainty. Kore ngiru koto na marameti nyamali. It means trusting God in the middle of uncertainties. Ikuru kunkai abagata kitia atwa nyamali. Kuna mambo kadha ambayo yanajitokeza katika neno la Mungu siku ya Kiata leo. imba na itupuku ate tanapari. Kitu ya kwanza inamaanisha kwamba imani inaanza wakati Mungu anatuita katika our comfort zones. Keja kore nguru koto na kia ngasu tene potu yonkai. Mungu anapotuita mahali ambayo tumepata security ya kutosha. Ngoje na ipote yonkai kiata seriani. Mara mingi tunakaa na tunaona kwamba tuko sawa. Kiwe ni shagano kudola joki raga supati. Hadithi ya Abrahamu inatuonyesha hivyo. Neliki yo nyati na Abrahamu. Katika kitabu cha Genesis chapter 12 verse 1 to 4, Kore tatu na kiterino to na po mpaka ngwan. hapa tunampata Abrahamu. Nukutuma Abraham. Na Mungu anamwambia Abraham, Nejoki nkai Abraham. go from your country, toka nchi yako Tupuku tongopino. na uende nchi ambayo nitakuonyesha. Na kali kingopuno. Bwana Yesu asifiwe. Mesi singai. Hebu tazama tu mahali unaishi leo. Ngura ijangoje ni manya tata. Nyumba ambayo umejenga sawa sawa. Ini ajini tashata itebera. Jirani ambao umetengeneza vizuri. Ini nintebera bagi. Familia hiyo yako ambayo unaishi. Ini ajino ni manya. Hapo ndio mnaombana kila kitu ambayo mnahitaji. Ninyesha ke umonene ntai. Mnapotoka kwenda kazi mnaenda kwa pamoja. Kore pulo nupopo ntai woina family no. Kama ni kina mama wanatengeneza groups ambayo wanatoa pesa kwa pamoja. Kore asanta monok na itibiri ngurupi tonopo. Hivyo ndio Abrahamu alikuwa anaishi wakati ule. Neja tu Abrahamu Alikuwa na watu wake ambao walikuwa wanaishi pamoja na wao. Na Mungu anamwambia hapa, neja kingaitende toka katika nchi yako. tupukuto inakopuno. Enenda mahali ambayo nitakuonyesha. Choma ngoji na itodo. Na kuna kitu nataka uangalie katika command hiyo ambayo Mungu amempea Abraham. Kayo na nuko ngornya amri na itayanga itene. Siku hizi tukienda Nairobi, Korta siku hizi tunuko po Nairobi. na pengine una drive gari, Imani kudwa kera utangari. kuna kitu inaitwa Google Map. Kiata inya map na Google. Ya kutusaidia tusipotee. Paye mimi nana. Kwa hivyo unaweka Google Map hapo mbele ya gari, unazunguka barabara, unapita na utafika. Nepeke nake nya nulo nake ni baya. Lakini la ajabu Abrahamu hapa, Na kora Abrahamu tene. hakupewa Google Map. Eteshoro ninyi na. Hakuna map ama ramani alipewa ya mahali ya kwenda. Eteshoro ninyi ngoji no. Yeye aliambiwa tu utoke na uende. Kejo kunu tupuku shomo. Hakuambiwa pia utaenda na njia gani ama utafika lini. Eta bakejo kuni ajunkunari na no. No timeline was given to Abraham. Me hata ndo kuna shoko ninyi. Hata hakuna explanation ambayo aliambiwa how do I get out of this. Eta bakejo kuni ninyi shoma. Yeye aliambiwa tu ondoka na uende. Kejo kuni tupuku shomo. Lakini kuna kitu ambayo ilikuwa ndani ya kazi hiyo. Na hata ndo kuna tia tolo siai. There was a promise. Na keti ngisi. Bwana Yesu asifiwe.
kuna promise. ketii nkisiligata Kuna tumaini ambaye alipewa. ketii siligi Mtu wa Mungu, Mungu anapokuambia ondoka mahali ulipo, wacha kuona shida yako, kore pikijo kungai nyomu kubali kuondoka kwa sababu there is a promise that it is in it. rashama inyo Bwana Yesu asifiwe. God does not send us if there is no promise. tana meata nkisiligata Mungu hawezi kututuma bila tumaini iliyo mbele. mera uyonga itana meata Mungu hawezi kututuma bila ahadi. mera uyonga imike Mungu hawezi kukutoa katika mashaka bila ahadi. mikinta inkai nikuntuma nimeata lekoto God removes you in a place because there is a promise. kinta inkai tankara kikiata lekoto kulenye Abraham believed. ne kuna Abraham Na aliacha vitu zake zote. ne ngwa ntokutini pokin He risked his comfortable life. no nye ngwa ngoja nya supa Lakini alimfuata Mungu. ne rukurukore ngai Vivyo hivyo katika wakati huu wa saumu, kora bakana kata ya saumu Mungu anatupea jambo hilo siku ya leo. kesho ta yonga anaparlo mono Kuna mambo ambayo Mungu anataka tuache ili tuweze kutoka katika mashaka. kiata ntokutini na yonga inu kungwa yo Nis- paye kutumaya tupukuta nyamali Ni muhimu ujiulize swali. kesu patini parkon What is God telling you to live today? nyo na par kijo kutangai tongai Is it pride? ni akile puno to yokon Is it the control of yourself, kujicontrol? ni adeni nintore kon Is it sin? ngoki Ama is it an illusion of saying that you are in charge? tana ijo ye kati akan kanisa Maybe that's what God is telling you to let it go today. imani kaina toka jogo yonga yanta pala tana pari Lakini uoga itakuambia, nikija kunguretisho hapana, usiache kwa sababu this is the safe place. mungwa muno shungo jakene Lakini neno la Mungu linataka, nejo rere ilangai Mungu anasema, nejo ngai I will go with you. kalo tonobo Wewe uache tu, tunga yakeye mimi nitaenda na wewe. amkalo tonobo Mstari wa 4 wa kitabu hicho cha Genesis inasema hivi. nejo kere lo ngwa ndai kitabu Hebu sikia kenye Abrahamu alifanya. Basi Abrahamu akaenda. na ko ya shomo Abraham Bwana Yesu asifiwe. Even without the map, kora bagi meata ina map even without the instruction of how to go, bagi meata bagi nyakutodol noto utaro tonroti Abraham decided to go. This is Yesu. toto Abraham Abrahamu alikubali kutoka. nenyo toto Abraham ne Abrahamu alikubali kufuata mwito wa no Mungu. Abraham ne rukulkore ngai Kuna kitu nataka uangalie hapo. ayo kaita intoko na yo Ukiangalia mstari huo, tononga rokereri there was no argument. meata intoko na jika to wana ka Hakuna Abraham kukaa kuuliza maswali. eto wana nya para There was no debate na Mungu. meata intoko na to wana nya nya onga It was just obedience. na keru kwa kenenya Yeye aliamini na kuondoka. keru kwa kenenya nenyo toto Uncertainty did not stop him. amukore intokutin bagine ne meata yeto tumninya Mashaka hayakumsimamisha. yeto tumninya ne ita Mashaka ya kutojua mahali anaenda haikumsimamisha. Mashaka Mashaka ya kutojua watu ambao anaenda kukutana nao haikumsimamisha. Yeye alikubali kuondoka na kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe leo uko tayari kufanya hivyo? Uko tayari kusimama na kusema kwamba mashaka hayatanisimamisha? Uko tayari kusema kwamba nitaenda kwa sababu Mungu amesema niende? Uko tayari kusema kwamba nitaacha haya kwa sababu Mungu amesema niache? Ni nini hicho ambacho Mungu anakuambia uache siku ya leo? Ni tabia gani hiyo ambayo Mungu anataka uache siku ya leo? Ni uoga gani huo ambao umejaa mwili wako ambayo Mungu anataka kuacha siku ya leo? What comfort zone is God telling you to live today? Bwana Yesu asifiwe. Imani basi inamaanisha kuanza na kusikia sauti ya Mungu. Uko tayari kusikia sauti ya Mungu siku ya leo? Mashaka yatazidi kukukaa na wewe ukikataa kusikia sauti ya Mungu. Lakini ukikubali kusikia sauti ya Mungu na kutembea, I want to tell you this morning kwamba utapenya. Jambo la pili ambalo linajitokeza kwa neno la siku ya leo ni kwamba imani yetu hukua wakati tunaenda kwa Mungu na maswali. Kejo kore ngiruko tang na ko bulu tunuku boneti ngai kiata ngipara. Yohana 3:1-8. Yohana uni na bomba kaisete. Nikodemo alienda kwa Mungu usiku. Eshomo Nikodemu neti ngai kwari. Na jinsi Biblia inatuambia kwamba Nikodemo alikuwa kiongozi.
Ketiakaki yiok kore Nicodemus naa larikoni. He was educated and respected. Naa kore ninye keisome naa keanyiti abaki. Lakini ndani yake he was unsettled. Naa kore ninye etabaki eitulia. Yeye ameona Yesu akifanya kazi. Odol ninye Yesu easita siai. Lakini hakuwa anaelewa jinsi Yesu alivyokuwa anafanya kazi. Meyiolo ninye ntoki naendelearita. Usiku katika neno hili Kore kuarie teine toilorerei inaonyesha inner darkness. Naitodol ninye ajo kemisimisi atua ninye. Inner darkness ambayo alikuwa nayo. Kemisimisi atua ninye. Ilikuwa inaonyesha confusion ambayo alikuwa anapitia. Keirana ninye tatua ninye. Na ilikuwa inaonyesha spiritual searching ambayo alikuwa anataka. Keyieu ninye duake notumu supatisho tatua Nkai. Wakati tuko katika mashaka, kore kitii atua nyamali, there is a lot of inner darkness in us. Ketii naimin atua yiok. There is a lot of fear in us. Netii ngirotisho atua There is a yiok. lot of confusion in us. Netii iran atua yiok. And it is important for us to search just as Nicodemus was searching. Na kore payie kipuo abaki yiok ayea ana Ni muhimu tuitafute uso wa Mungu kama vile Nicodemus alikuwa anafanya. Ngomoma Nkai ana nikunita Nicodemus. Wengi wetu usiku ya leo Kore anapar lukumo lang. tuko kama Nicodemus. Ikiti yiok tana Nikodemu. Ndani nje tunakaa wenye nguvu. Kore tooriong kelio ajo kira laata ngolon. Tunakaa ambao tunajulikana. Keyiolo yiok. We have great names like Nicodemus. Ikiata abaki yiok nkarn sapuki tana Maybe Nikodemu. we are educated like Nicodemus. Imani kabaki kusomate tana Nikodemu. Maybe we are very important people like Nicodemus. Ikira abaki iltung'anak lekeper tana Nikodemu. Lakini ndani yetu Na kore taatua yiok. we are uncertain. Ikira iltung'anak We are confused. waata ilng'ash. Hatuna majibu. Mikiata lewalata. Hatujui tutatoka ndani ya mashaka haya namna gani. Kiyiolo nukungo tunukupuku taa ntorrok. Kama Nicodemus angefika kwa Msamburu usiku huo, Tanaa apa ketabawua Nikodemu netii lokopani napari. unajua Msamburu angemuuliza swali gani? Yiolo ajo anata epara lokopani akipara. Wangesalimiana tu. Neirorokino ake. Msamburu angemuuliza, Neipar ninye ajoki. "Nanyo sanigeuwa napar kwari." Ni nini imekuleta leo usiku? Ya. Abuko rabu ya dola Msamburu kwari kitaka mbai na tingoji. Kwa sababu ukimwona Msamburu usiku unajua kuna jambo. Yesu hakumuuliza Nicodemus ni nini kimeleta usiku. Teipar Yesu ajo kinyoni kiewa kwari. He did not condemn him for coming at night. Tolo ninye asikongo ninye tankaraki neewa kwari. Yesu alikaa na kumsikiza. Yotowuana Yesu neining. Yesu alikaa na kumuengage. Yotowuana Yesu nei. My brother, my sister, Nkanasho ola lashi. hata katika usiku huu ambao unataka Yesu, Kora bakana kata yeu Yesu. mahali ambayo ni usiku katika maisha yako siku ya leo, Naku ke kwari te ye. God will not condemn you. Molonga ini kesiko. Jesus will not condemn you. Molo Yesu ni He will not ask you what has brought you at night. Mikijo kanyone ke wa kwari. Atakwambia njoo tuketi na Mikijo kuzungumza. kwa umate wenu. God will give you a chance to speak to Ikinjo him. nyambashe pa ye kutum. In that confusion that you are going through tonight, Nikula itaina nyamali ni meta. Jesus is ready to engage him. Kera Yesu tayari pa Na ye. Yesu akamwambia, you must be born again. Nejo kimpaka nikiuni nkatayare. Sasa Nicodemus anashindwa. Ne ngasa Nikodemu. Hey, mzee kama mimi, Ama alpa yana raro nitazaliwa aje mara ya pili? Ajeko tana iuni nkatayare. Yeye alikuwa anataka logical explanation kwa sababu yeye ni mwalimu. Goro na mukera ninyal mali mwe ke yo untoguti Kuonyeshwa, para. yeye alikuwa anataka kuonyeshwa 1 + 1 inakuwa 2. Ke yo une todola ajo kora na bona kare. Alikuwa anataka kuonyeshwa jinsi, unajua sisi wote kama kwa biology tunajua vile mtoto anapatikana. Kora shaga ana nikiyo ta biology kiyo ne kwenda no. Na ndivyo basi Nicodemus alikuwa anataka explanation kama hiyo. Na ke yo do Nikodemu neli kinuntoguti. Lakini Yesu hakumwambia kuhusu mambo haya. Ne tuneli ki Yesu na naomon. Yesu alimzungumzia kuhusu kitu kinaitwa spiritual transformation. Ne jo kininye pa ye kimbele kenyel taulu. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia kwamba upepo unavuma Ne jo kikolo tu siwo. vile inataka. Ana ne yo. Anasema unaisikia upepo huo ukivuma, Na ininga ke yero siwo. lakini you cannot control it. Nimi yoro ni mulairorie. Hii ndio lesson ambayo Yesu alikuwa anataka Nicodemus asikie. Kora inaina na yo do Yesu ne ningi Nikodemu. Faith is not built on understanding. Na kore ngirukoto na meshati ninye tankara ke Sikia hii. mpanoto. Faith is not built on understanding. Kore ngirukoto meshati tankara ke ningunoto. It is built on trusting the one who understands fully. Na ke shati tankara ke lorerei liki chama aitebe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We don't build our faith because of what we understand. Hatuwezi jenga imani yetu kwa mambo ambayo tunaelewa. Miki shati yongirikoto toro mone liki yolo. Tunajenga imani yetu kwa kuelewa yule anayeelewa zaidi. Iki shati ngirikoto tankara ke niki yolo ilolo yo aitebe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyo ni nani? Ni Yesu Na mwenyewe. Yesu lo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. As Christians, Kore kirale Kristo. we must come to Christ honestly. Ikuponu tankai ongai aiteberaki. Lazima tuende kwa Yesu na honesty.
nikupo yo kiata nya kirukoto bila kujifanya, pimikupa itakino bila kujificha. pimikupa isudori Twendeni kwa Yesu na tumwambie ukweli jinsi Nikodemo alivyofanya. ana nejo Nikodemo Tumwambie Yesu, Mungu tuko hapa and we are struggling. nikijo kitinka yene na kirana Tell God that I'm here and am I going through these uncertainties. nikijo ngai katiene tankara kaloito Nicodemus knew his problem. Nicodemus alijua shida yake. kayolo Nikodemo nyamale Na alienda kwa Mungu na akamwambia Mungu, mimi napitia haya. nejo ngai kai marta nyamale Ni siku yako siku ya leo muende na mwambie Mungu, mbari ana parno bijo God, I am struggling. nijo ngai marta God, nyamale I need spiritual transformation. kayo unana ibeleke ni taltau I want you to change me. kayo nikimbeleke Imani inaweza kupatikana pamoja na maswali. kore ngirukoto na ko tumiake Na pamoja na maswali, yani Tono inaweza kuishi pamoja na maswali mengi ambayo tuko kewe nayo. na keninje tono bonge para Unajua ni nini? Faith is not destroyed by doubt. na kore ngirukoto na mear ni nyelngash Si tu kudoubt ndio inaweza haribu imani. mear ke ni nyelngash Ni kukataa kuja kwa Yesu tinia nyiro tuneti Yesu ukiwa na tashwishi. iya talngash Unajua sisi ni wanadamu, tuko na doubt. We can doubt so many things. kore yo kiral tongana na ikingasha ke tonto kutini po And that one should not destroy our faith. na mero ni nyaita ruo ngirukoto The problem that will destroy our faith, tukose kupata yale ambayo tunataka kwa Mungu, kore nyamali na ita ruo ngirukoto angani kila kuna atumunto kunikiyo is utangai refusing to go to God with that doubt. na teniki ya nyinkai tankara kulongash Twende kwa Mungu na tashwishi zetu. ma beti ninkai Let us go to God with our questions. ma pe abaki onya ke para Hiyo maswali yote ambayo unataka kumuuliza Mungu, wewe fika kwake na maswali haya. Ndio poki ni yone mbar nkai ma pe nkai wona maswali ni poki Stop hiding your uncertainty. mulo akuyata ke nyamali no Wacha kuficha machaka yako. mulo isudo nyamali no Bring it to Christ. o te uneti Yesu Let God meet you at the point of your need. njo nkai mikutumbo tato ina nyamali Jambo la tatu ambalo linajitokeza siku ya kore leo. no uni Mungu inasema kwamba faith rests on God's action, kejo ke lepo ngirukoto tankara ke asa tankai not your performance. mara tankara kini anita asa ya itibragi Bwana Yesu asifiwe. mesi sinkai Jesus points Nicodemus to Moses lifting the serpent. etiaka Yesu Nikodemo Kuhusu Musa alipoinua nyoka pale jangwani. vile natapa ye Musa ilo nyasengei Wakati huo watu walikuwa helpless, hawakuwa na nguvu. kore tongana meata baki nya ngolon Hawakuwa wanaweza kujiponya wakati huo. poro ponyo la suria na me yola baki aishu nyate Lakini waliangalia nyoka na wakapona. nengorlo asura ile soya ne ishu ninje Siku ya leo wapendwa, kore na par la shami Yohana 3 mstari wa 16. kejaja na uni tomono ile Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu amu yata shamanga inko ba hata akamtoa mwanawe wa pekee. neita ingera yenya na bokele Mungu alitembea ndani yetu mara ya kwanza. eshomonga ite kwe yo God moved fast to our uncertainties. nolo tatu anyamaliang Mungu alitembea katika mashaka yetu. nolo tatu anyamaliang Yeye mwenyewe alitembea wa kwanza hata kabla sisi tuende kwake. eshomani tatu anyamali te Mungu aliupenda ulimwengu. yata shamani nyonga Mungu alinipenda mimi na wewe. yata shamana no Mungu akapeana kwa ajili yetu. ne shoyo tangara kiyo Akaleta mwana wake mpendwa juu yako na juu yangu. ngara yanya na shami tangara Mungu akapenda wa kwanza. ne shamuni nyete kwe Uoga inatuambia kwamba uko peke yako. ne jogi yongure tisho iriya pen Fear can tell us that in this you are alone. ne jogi yongure tisho iyaka pen Lakini tazama upendo huo ambayo Mungu anatuambia. ngora ina shaman atilika You are not alone in the uncertainty that you are walking in today. mira yero bo tato ina nyamali Hautembei peke yako katika jambo hilo ambalo unatembea siku ya mira yero leo. bo tato ina nyamali Mungu aliupenda ulimwengu. yata shamanga inko God has loved you the way you are. nikita shamana Mungu nutu amekupenda na uncertainty ambayo unapitia. nikita shama nyamali God is no asking you to bring the uncertainty to him. nikijoka ya una nyamali Mungu anakuambia ulete mashaka haya jinsi Nicodemus alivyoleta. ana no tu tato Na unapomletea Mungu yeye anakupenda. na kora iya kitangai na ikisha Yeye atatembea na wewe. na koro tono bo Naye atapeana kwa ajili yako. na ke shoyo tangara kiye Mungu alipeana mwana wake kwa sababu yetu. e shoyo ngera yenya tangara kiye Ni nini tamsimamisha kupeana kile ambacho unahitaji siku ya leo? nyota tana itashe ye pimike njo inani ye utana pari Faith is not denial of difficulty. mara me anyin ngirikoto
Imani si kukataa kwamba tunapitia magumu. meanyingirikoto yajo kimarta nagol. Inamaanisha kwamba tunamwamini yule atakayetembea na sisi katika mashaka. Kejo ikurukulo irukure yo tatwa nyamali. Bwana Yesu asifiwe. Mesisi Yesu. Tupeleka basi haya yote kwa msalaba. Ike utona kuna pokuta msalaba. Tumpelekee Mungu maana anaweza. Nike yake ngai amukedim. God can still bring life out of what feels like defeat. Keo bakin kai ngishuna tana ngipi unoto tongoji nemeata ngipi unoto. Gormo ine jol katojo katabaka na kature keo ngai ngishuna. Na kama hata umefika mwisho Mungu analeta uponyaji. Umefika mahali kabisa there is no way out. Ni baka ngoji na yako meata ngoji numpunge. God will walk in that. Kolo tungaita ine. Mungu atatembea kwa ajili ya hiyo. Kolo tungaita ngara kinya. Imani yako Kole ngirikoto ino haitambui how strong you feel. Mejo ninye kajo tu ngolo nino. Inatambua Kejo how faithful God is. ka ngirikoto yankai. You might think that you are very strong. Ijo ye mandi kugol. Your faith does not depend on that. Me ngirikoto ino ananotu It neja. depends on the faithfulness of our God. Kole ngirikoto na ngirikoto ngai yerukurukore. Napomalizia watu wa Mungu asubuhi ya leo. Kole kindebutal tongana langai tanapari. Kuna vitu manne ambayo nataka ushike kwa ajili ya kutembea katika uncertainty siku ya Yata leo. intokutino ngwan ne yer numbongu tangara knuotu tatwa nyamali. Jambo la kwanza, Kole nekwe release control. kejo Kuachilia. pingwa Sijui nyanugo na boy control naitwaje kwa Kiswahili? nino laitore kon. Waswahili mko wapi? Release control. Achilia kujiona kwamba wewe ndio unajiongoza, si ndio? Kejo tapala inana kuntore kon. Bwana Yesu asifiwe. You are not the pilot of your destiny. Wewe si rubani wa mwisho wako. Amo meraye lo rikito kon mpaka mwisho ino. Mungu ndio rubani wa maisha yako. Nkai nikira utaye tengisho nino. Usijifanye kucontrol ndege ambayo inakubeba. Mulo ye ara unadeke nikinapeta. Ndege ya maisha yako achia Mungu aongoze. Kore ndeke engisho nino njo ngai metera. Na unapoachilia Mungu akuongoze katika ndege hii, Na kore pinjo ngai mikitera watanadeke. trust in him fully. Na ruko na nyaite berake. Asubuhi niliwapea wapendo wa asubuhi hadithi ya rubani moja. Aisho do tongana leseran do ngatini yarara walende kelobo. Wakaingia ndege yeye na rafiki yake. Na jinginye walchore lenya ndeke. A very close friend of him. Na kenye kitani lo shore. Na pia katika ndege hii kulikuwa na bibi ya huyu rubani. Na kore tokutatu anadeke ketinto mononi ele yarara walende. Na huyu rafiki wa rubani hiyo ndo mara yake ya kwanza kuingia kwa ndege. Na kore le chore lele yarara walende ke inabareke ekwete jangani nyandeke. So ndege ikaanza kwenda na ikatembea na ikakwenda. Na these guys are very good friends, they trust each other. Ne ngasukulo tongana anadeke alo na kore kulo tongana na keruku kesha maninje na keruku. Sasa unajua uko juu ya anga, Na kore na atake berte ide. si corrugation ndio iko ya mawe na vitu kama hiyo. Metina anye noshi tokuna wa nati soito. Inaitwa turbulence. Keti na ina tokuna jineja. So walipofika huko juu, Na kore pa bagide. turbulence ikapiga ndege. No oshi na ina toki ndeke. Sasa huyu rafiki Na kore na ilo shore. akaanza kushtuka. Na ngasa iputukun. Akashindwa kucha sisi sasa. Nejo ikutomutete tata. Na akaangalia akaanza kushika una armrest kwa kiti, akaanza kushikilia armrest vizuri. Na ngasa ibongo ori kaiteberake. Sasa huyu bibi akamuuliza, Ne akaangalia huyu bibi ya huyu pilot akamwambia, ne ngor ntomono ni ele ara walende ke nejoki. kwani wewe ugopi ndege itautu? Kwa nini hujashtuka? Anya pe tumbutuku ni mure na deke. Na mama akamwambia, hapana, kwa nini nikuwe na uoga? Nejoki ntomono ni anyo pa iguret. Akamwambia si kwa sababu ndege inatingizika. Nejoki amarake kirikira na deke. Lakini mama akamwambia, si bwana yangu ndio rubani. Nejoki amaral pa yala ilo uta. Sasa huyu jamaa akaanza kushtuka zaidi. Na ngasu ele tongani aiputukunyi wole. Akasema that is the reason why inakuwa na uoga zaidi. Na inatokuta hapa ye Kwa sababu mimi namjua huyu jamaa mwenye anaendesha hii ndege. Amaka yo na nale tongani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hiyo ndio shida yetu kama Wakristo. Na ina nade nyamali ankira. Tunasema tunamjua Mungu Kijoki yolongai. na tunamjua Mungu vizuri, Niki yolongai yaite bela. lakini tunakati tunatingizwa tu kidogo, Lakini kora kai pe itingisa yo penao. tunasahau hiyo. Nikirikino ina.
release control of your life to God. Muntoki aitore kon Peana Mungu nafasi ya kucontrol maisha yako. Njonkai mpashi miki. Na tafadhali ukimpea mpe vizuri sawa sawa. Na tuninjonjo aitebera. And trust him wakati wa mashida kama haya. Na rukoni nyangata ya nyama. Jambo la pili ambalo tunapaswa kujifunza siku ya leo. Kore na are na yerni kitengena ate. Respond in obedience. Shomo rukusho tenya. Sikia na kwa kutii. Rukusho ni anyit. Kama Abrahamu. Ana Abrahamu. Take the next step. Shomo ngai uangayoto. Chukua hatua hiyo inayofuata. Shomo uangayoto. Hata kama hakuna barabara. Abagita na metri barabara. Hata kama tuoni mbele. Abagita numodolo kwe. Hata kama giza imefunga. Abagita na geti na imeni. Hata kama mashaka yamekufanya kama umeona mwisho. Abagita na geti nyama lindo. Like Abraham, take the next step. Shomo ke ye wareto tana. Jambo lingine ambalo tunamfunza siku ya leo. Kore ngai naipundusi yo. Ishi ndani ya upendo wa Yesu. Towa na tatu anjamana la ito. Kila siku angalia Yohana 3 mstari wa 16. Wake ngorake yaona uni. Chukua muda usome kila wakati kuhusu upendo ulio wa Mungu juu ya maisha yetu. Soma wangata soma yaona uni tomono ile. Tazama jinsi Mungu alivyokuwa mkuu mpaka akatupenda vile tulivyo. Katika wakati wa mashaka angalia Mungu, usijiangalie. Angalia upendo huo ambayo Mungu ako nayo. Ishi katika upendo wa Mungu. Jambo lingine, believe against visible evidence. Amini zaidi ya imani inayoonekana. Mara mingi tunaongoja tu kuona vitu zikitendeka ndio tuamini. Tumekuwa Tomaso. Thomas. Tunaamini tu yale ambayo tumeona. Hatuamini yale ambayo hatujaona. Imani ya leo watu wa Mungu tuamini yale yasiyoonekana. Let us believe in what is not seen. Na ni ukweli tunaamini yale ambayo yanaonekana. Leo ukiuliza Wakristo wangapi wamelima shamba hii wiki? Kila mtu amelima. Kwa sababu mvua imekuja. Si ndio? Lakini mkulima mwenye imani kutoka Januari wakati tulikuwa tunagongwa na vumbi hapa na jua, yule mkulima dhabiti alianza kutengeneza shamba yake. Alitembea akaanza kulima shamba yake. Akaita trakta na akalima. Akaleta aro akapiga shamba. Akaleta mahindi akapanda. Na yeye anaendelea tu kupanda. Na ukiangalia sky saa hiyo hakuna mawingu. Jua nayo imegonga kugonga. The soil is very dry. Lakini alipanda. Kupanda inamaanisha imani. Abrahamu alipanda katika nchi asiyoijua. Nicodemus aliuliza Yesu maswali asiyojua. Yesu alienda msalabani hata ajui ataokoa nani. Na kupitia hayo sisi tukapata maisha. Pengine siku ya leo umejiona kwamba maisha yako imekauka. Pengine umeona kwamba finances zako zimekuwa shida siku ya leo. Pengine wito wako katika kanisa imekauka na hujui utafanya nini. Pengine uhusiano katika familia yako imefika mahali ambayo haina inaitwa no return. Pengine familia yako imefika mahali ambayo unaona kwamba it is beyond repair. Pengine your future is unclear. But you know what? This is the time to trust God. That uncertainty ambayo unaona kwamba ndio mwisho ya maisha yako. This is the time to trust God. Nataka kukuambia hivi. Wakati wa ukame katika maisha yako is not your final season. The season of rain is coming to your life. Mahali pamekauka katika maisha yako sio mwisho wa
season ya maisha yako. Kore ake ngoji notoyio na mara ina musho A season of rain is coming. kolo tunchan tatua nkishoni. Kama ungemwambia mtu juzi Januari kwamba mvua itanyesha, Amu kore bakiti nitayaka pala tungane lapa lekwe kesha, angekubali maneno kama hayo. ningune meshama. Angeona kama umepagawa. Kodo aja uimada. Lakini wakati wa ya dryness katika maisha yako, Na kore yotoyo nkishoni no, kuna wakati wa mvua ambayo kiata inakuja inkata sasa. yotokuna shalu. Wewe muamini Mungu huyo. Uruko yengai. Weka maisha yako kwa Mungu. Tepika nkishoni no netingai. Na wakati unaofaa Na kore tankata naisha akino, utapata mvua ya maisha yako. nutumu nchan enkishoni no. Ni jambo gani hilo ambalo unataka kuzika siku ya leo? Anapar lomoni yo lontura tanapari. Ni jambo gani hilo unataka kuzika kama ile mbegu inayoipo katika chini? Mwana anapar yo nuun ana nya lantara rai. Ni uoga unataka kuzika kwa maisha yako? Yo anapar nonoka nya guretisho. Inawezekana kwa Mungu. Kedemai tangai. Unataka kuzika kutoamini kwa Mungu? Yo nonoka inanumuru kunkai. Inawezekana mtu wa Mungu. Kedemai tangai. Ninapomalizia neno siku ya leo, Kora loita dipere itanapari. unajua vyema maisha yako. Iyo la itebera kinkishonu. Unajua mahali ambayo imeingia na shaka. Iyo lo ngoji na tejenganya mali. Unajua mahali ambayo imeingia kutomwamini Mungu. Iyo lo ngoji na tejenga akumuru kunkai. Neno la Mungu linazungumza na wewe siku ya leo. Ikurori anapar yerere ilanga. Mungu anasema nitatembea na wewe. Kejon kai kairuri. Mungu anasema atajibu maswali yako jinsi alivyojibu Nicodemus. Nejo kali kalwalu ananatole kani. Mungu anasema nakupenda na upendo ambayo alimpea mwana wake wa pekee. Nejo kai ka sham ananiki. God is assuring us that he is above that you are going through. Nejo kiyonga iketi teke per na nuku. Yeye yu zaidi ya mashaka haya yote ambayo unapitia. unapitia. Keti teke per nyamalia. Kuna wimbo unaosema Yesu kwetu ni rafiki. Kiata ilo singolo rojo Yesu litoro sopat. Tutaongozwa tukiimba wimbo huo. Na koriyo. Na wakati tunapoimba wimbo huu, Kore kiranta lerere ele singolo. hebu juangalia maisha yako. Ngora inkishonu. Examine your life. Ngora inkishonu. Ujiulize mahali ambayo mashaka yameingia kwa maisha yako. Ngora ijangoji netijingwa nyamali tenkishonu. Wakati huu ni wakati wa kujiachilia kwa Yesu. Kora napar na apa yiki palike atenkai. Mashaka haya yote tumpelekee Yesu. Niki yaki nkai na nyamali Na iwapo unahitaji nguvu za Mungu kutembea tena wakati wa mashaka, na tini yo ngolo nkai nilotia tatu nyamali. njoo hapa mbele tupate baraka ya Mungu. Ou te kwete ne matumu. Njoo hapa mbele tupate kuachiliwa tena nyingine. Ou atokene kwepo tume atapala. Njoo hapa mbele tuambiwe kwamba Mungu anaweza tena. Ou ene kwepe likini yo ajoke. Maana yeye anaweza kutembea na wewe wakati wa mashaka. Amuke dimninya irukuru yeta ngata ya nyamali. Kwa hivyo tafadhali, kama tu unahitaji maombi, Tanake yo ngomono. njoo hapa tuombe kwa pamoja. Ou mato montono. Mungu ni Mungu mwaminifu. Kore nkai na silika He yu. will walk with you. Na koro tonobo ye. He will change your situation. Na koro ibelekenyi ye. Your dry season will come to an end. Kore ngoji noto yo na koro tu aku keti mwisho. And your rain season will start again. Nolo tu nchan tatu angishonu. Njoo hapa mbele. Yesu kwetu ni rafiki.